بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tulisoma wiki iliyopita hadithi ya pili ya Umar bin Khattab radhiyallahu عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. مبكمش حديثه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله akielezea hadithi hii ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu: thumma sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jibril baada ya kutegemeza magoti yake kwenye magoti ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kuwa karibu naye, kisha akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah: wa hadha fihi annahu idha jalasa watma'anna falahu an yas'alahu. Hapa ni kwamba mwanafunzi akikaa mbele ya mwalimu wake na kutulizana falahu an yas'alahu, hapo yajuzu kumuuliza. Wala yasalu awwala ma yaati, hata uliza mwanzo tu anapofika. Wa inna ma yajlisu awwalan mutaaddiban thumma yasalu, isipokuwa anakaa mwanzo hali ya kuwa na adabu, kisha ndiyo anauliza mwanafunzi huyo. Qala Sheikh Al-Fawzan: hadhihi sifatu talibil ilm, hii ni sifa ya mwanafunzi mbele ya mwalimu wake. Wa hadhihi adabu talibil ilmi, na hizi ni adabu za mwanafunzi. Sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa fil haqiqati alimun bil jawab. Jibril alimuuliza mtume sallam, na yeye kwa uhalisia ni mjuzi wa majawabu hayo atakayomuuliza. Anamuuliza maswali na huku anajua majawabu. لكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه، lakini alimuuliza mtume sallam ili awafundishe masahaba wake. وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب, na katika hii kuna kufundisha kwa njia ya swali na jawabu, kufundisha kwa njia hiyo ya swali na jawabu. Liannahu ambahu lidhihni, sababu njia hii inafungua zaidi akili ya mwanafunzi. Fatasalu taliba awalan thumma tujibu min ajli an yatanabbaha, unamuuliza mwanafunzi mwanzo kisha unajibu kwa ajili azinduke mwanafunzi huyo. Unamuuliza halafu unajibu wewe mwalimu. أما إذا ألقيت عليه العلم ابتداء فإنه لا يتنبه, أما ukimpatia ilmu mwanzo tu mwanafunzi huyo hawezi akatanabaha na kuzinuka. فمن طرق تعليم العلم النافع السؤال والجواب, ni katika njia za ufundishaji wa elimu, ufundishaji wenye manufaa, njia zenye manufaa ni kuuliza na kujibu. فمن طرق تعليم العلم النافع السؤال والجواب, ni katika njia zenye manufaa za ufundishaji wa ilmu kuuliza na kujibu. Faqala Jibril alayhi salam: akhbirni anil islam. Jibril alayhi salam anamuuliza mtume, nielezee kuhusu Uislamu. Ay bayin li haqiqatal islam, nibainishie uhalisia wa Uislamu. Liannahu la budda min ma'rifati haqiqati al-islam, kwa sababu ni lazima kujua uhalisia wa Uislamu.
فلا يكفي أن الإنسان ينتسب إلى الإسلام أو يقول أنا مسلم وهو لا يعرف حقيقة الإسلام. haitoshi kwamba mtu anajinasibisha kwenye Uislamu au anasema mimi ni Muislamu na huku hajui uhalisia wa Uislamu. haitoshi mtu kuwa ni Muislamu lakini hajui Uislamu ni nini. hata wakiulizwa nini maelezo ya Uislamu, ni Muislamu, wewe umezaa, mimi Muislamu bwana, nimezaa wazazi wangu Waislamu, babu zangu kwa Waislamu, ndio Uislamu nini hajui. Sasa haitoshi mtu kujinasibisha kwenye Uislamu na hujui wa Uislamu nini, hujui nguzo za Uislamu ni ngapi. فلا يكفي أن الإنسان ينتسب إلى الإسلام أو يقول أنا مسلم وهو لا يعرف حقيقة الإسلام. قال لأنه إذا لم يعرف حقيقة الإسلام لم يعمل به. sababu asipojua uhalisia wa Uislamu hawezi akafanya amal. idh kaifa ya'malu bi shay'in yajhaluhu, kwa sababu vipi atafanya amal jambo ambalo halijui? atatekeleza vipi yaliyo katika Uislamu na haujui Uislamu nini? فالإسلام لا يكفي فيه الانتساب مع الجهل. Uislamu hautoshelezi kujinasibisha tu na Uislamu pamoja na kwamba hujui Uislamu. wajinasibisha tu lakini hujui lolote katika Uislamu, haitoshi hiyo. bal la budda min ma'rifati haqiqatihi hatta yuaddiyahu ala alwajhi almatlub, bali lazima kujua uhalisia wa Uislamu ili autekeleze kwa njia inayotakiwa. bal la budda min ma'rifati haqiqatihi hatta yuaddiyahu ala alwajhi almatlub, lazima ajue uhalisia wa Uislamu ili autekeleze kwa njia inayotakiwa. Lakini kujinasibisha tu haitoshi, na ndio wengi tulivyo sasa. Waislamu wengi ni wale tunaojinasibisha tu lakini hatujui lolote katika dini, wala hatuko tayari kujua. hatuko tayari mtu kusoma Uislamu na kujua. mtu anajinasibisha tu na Uislamu na kanzu yake nzuri na jikofia lake kubwa wa basi yeye ni Muislamu. Hapana, sio hivyo. قال النبي صلى الله عليه وسلم baada ya kuulizwa akhbirni an alislam, akasema Mtume صلى الله عليه وسلم alislamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Uislamu ni kukiri kuwa hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kukiri kuwa Muhammad ni mtume wa Allah, na kusimamisha sala na kutoa zaka na kufunga Ramadhani na kukusudia al-Kaaba kwa ibada ukiweza njia ya kuendea huko. hadhi al-arkanu al-khamsa la budda min adaiha, hizi ni nguzo tano za Uislamu lazima kuzitekeleza. ma'a i'tiqadi al-qalbi, pamoja na kuitakidi moyoni nguzo hizi tano za Uislamu. hizi ni nguzo za Uislamu, si kwamba Uislamu wote ni hapa tu ni nguzo tano tu. Uislamu ni mpana, ni mrefu. Uislamu ni mambo mengi sana. Sasa hizi ni nguzo tu za Uislamu, lakini Uislamu ni mrefu na ni mpana, mambo yake ni mengi sana. Uislamu lazima kuyasoma ili kuyajua, sababu huwezi ukatekeleza mpaka uyasome na uyajue. Kama ni hizi nguzo tano za Uislamu tu, watu wengi wanazijua hizi, lakini Uislamu si nguzo tano tu. Uislamu ni mambo mengi sana. قال هذه الأركان الخمسة لا بد من أدائها مع اعتقاد القلب. hizi ni nguzo tano za Uislamu lazima kuzitekeleza pamoja na itikadi ya moyoni. وما زاد على هذه الخمسة من الواجبات au min almustahabbat, zilizozidi zaidi ya nguzo hizi tano katika mambo ya wajib au katika mambo ya sunna. wa tarkil muharramat wal makruhat, na kuacha mambo yaliyoharamishwa na Uislamu na kuacha mambo yanayochukiwa na Uislamu. fa innahu mukammilun li hadhihi al-arkan, hayo
ni yenye kukamilisha nguzo hizi tano, imma takmilan wajiban, ima ukamilisho wa lazima, wa imma takmilan mustahabban, na ima ni ukamilisho wa sunna. Ya mengineo katika mambo ya Uislamu yasiyokuwa nguzo hizi tano, ima ni ya ukamilisho wa lazima, kuna ambayo ni ya lazima, kuna ambayo sio ya lazima. فهذه الأركان هي الأساسات التي يقوم عليها الإسلام. nguzo hizi tano ndiyo misingi ambayo Uislamu unasimama juu ya misingi hiyo. ثم تأتي بقية الأعمال من واجب ومستحب, kisha zinakuja amali nyingine zilizobakia ambazo ni wajib na nyingine za sunna. قال أما إذا ترك العبد هذه الأركان, ama mtu akiwacha nguzo hizi, au taraka shay'an minha, au akiwacha moja katika nguzo hizi, falan yanfa'ahu ma adaha min alwajibat au almustahabbat, haitamfaa zisizokuwa nguzo hizi katika mambo ya wajib au katika mambo ya sunna, hayatamfaa liannahu lam yabni ala asas, sababu hajajengea amali zake kwa msingi, na msingi ni hizi nguzo tano. Haiwezekani mtu wavaa vizuri, wavaa nisfu saa na ndevu na nini, lakini huswali. Haitafaa hiyo, haitafaa. Wavaa kofia nzuri, kanzu za ghali, lakini huswali, hufungi. Uislamu wa vipi sasa ulionao? Hakuna Uislamu wa kuvaa kanzu tu na kofia. Uislamu ni matendo, hususan hizi nguzo tano. Kwa anaye uwezo mpaka haji. Kama huna uwezo, naam, itabakia unatekeleza nguzo hizi 4. Huna uwezo wa kuhiji, kufanya haji, huna uwezo wa kutoa zaka, unabakisha nguzo hizi ambazo una uwezo nazo, lakini ni lazima nguzo hizi. Qala fal binau inma yaqumu ala asas, jengo linasimama kwa msingi, na msingi ndio hizi nguzo tano. فالبناء إنما يقوم على أساس, jengo linasimama kwa msingi. فهذه الأركان ليست هي كل الإسلام, nguzo hizi tano sio ndio Uislamu wote nguzo hizi tano, la. فهذه الأركان ليست هي كل الإسلام, nguzo hizi si kwamba ndio Uislamu wote. وإنما هي أركانه فقط ودعائمه, isipokuwa hizi ni nguzo zake tu na ndiyo msingi wa Uislamu. Wa illa vinginevyo, falislamu wasi', Uislamu ni mpana sana. Wa kullu ma amara Allahu bihi wa tarku ma naha anhu fa innahu min alislam, kila jambo ambalo Allah ameliamrisha kulitekeleza na kuacha kila alilolikataza ni katika Uislamu. Wa kullu ma amara Allahu bihi wa tarku ma naha anhu fa innahu min alislam, kila jambo aliloliamrisha Allah kulitekeleza na kuacha kila jambo alilolikataza Allah ni Uislamu. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, muislamu wa kisawasawa ni yule ambaye waislamu wenzake wamesalimika na ulimi wake na mkono wake. Almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, muislamu wa kisawasawa ni yule ambaye waislamu wenzake wamesalimika na ulimi wake na pia na mkono wake. Hawaudhi waislamu wenzake kwa ulimi wake, hawasengenyi, hawatukani, pia hawaudhi kwa mikono yake, kuwapiga au kuwafanya lolomo, kutumia viungo vyake. Huyo ndio muislamu kamili. Almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, walmuhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Muhajir ni yule mwenye kuacha mambo aliyoyakataza Allah. فالإسلام يشمل فعل الأوامر وترك المنهيات. Uislamu unakusanya kutekeleza amri za Allah na mtume wake na kuacha makatazo ya Allah na mtume wake. Uislamu unakusanya yote hayo.
fa in naqasa shay'un, likipungua jambo moja, fa innahu in kana an-naqsu fil arkan fa innahu la yasihu lahu islamu, ikiwa upungufu huo ni katika hizi nguzo tano, fa innahu la yasihu lahu islamun, hapo hautasihi kwake uislamu wake mtu huyo. Kikipungua kitu katika uislamu, ikiwa upungufu huo ni katika hizi nguzo tano, fa innahu la yasihu lahu islamun, hausihi uislamu wa mtu huyo. Wa in kana an-naqsu fi ghairiha, ikiwa upungufu ni katika isiyo kwa nguzo tano, fa innahu yakunu islaman naqisan bihasabi ma turika, inakuwa ana uislamu pungufu kwa kiasi cha hicho kilichoachwa. Wa in kana an-naqsu fi ghairiha, ikiwa upungufu ni katika hizi isiyo kwa nguzo tano, ana upungufu mwingine lakini sio nguzo tano, anaswali, anafunga, anatekeleza haji, anatekeleza zaka, nguzo tano anazitekeleza, lakini upungufu wake uko katika mambo mengine, ana mambo mengine anayoyafanya, fa innahu yakunu islaman naqisan, huwa anakuwa uislamu wake umepungua, bihasabi ma turika, kulingana na hicho kilichoachwa. Ni muislamu lakini ni musbilu thiyab, nguo zake anavaa mpaka chini, zinaburutika nguo zake, kanzu zake, masuruali yake. Uislamu wake huo ni pungufu, hajakuwa kamili, sababu anafanya madhambi makubwa. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله، إني ملواميني ingieni katika uislamu wote. Maanake ingieni katika uislamu wote, fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku ba'dahu, msichukue baadhi ya uislamu mkawacha baadhi yake, bali ya'khudhu almuslimu min alislami ma yastati', bali muislamu anachukua katika uislamu anachoweza, analoliweza, analolifanya. Jambo ambalo linamshinda ndio halifanyi, lakini anachukua kila jambo katika uislamu na kulitekeleza kulingana na uwezo wake. Wala yaktasiru ala ba'dhihi fattaqullaha mastata'tu, mcheni Allah kiasi mnachoweza. Kwa kila jambo la uislamu analoliweza analifanya. Wala yaktasiru ala ba'dhihi, hafanyi uzembe akawacha baadhi ya uislamu, wayakulu hadha yakfi, akasema hii inatosha. Asali tu, afunga faradhi Ramadhani, lakini somu za sunna hafungi, asema hii inatosha, hii somu za faradhi na nini, sawa, inatosha zikikubaliwa basi. Hizo ibada zako za faradhi zikikubaliwa, naam, zinatosha. Lakini je, una hakika zimekubaliwa? Hutaki kufanya ibada za sunna, sawa, sio lazima, lakini je, hizo ibada zako za faradhi umezitekeleza kisawa sawa, zimekubaliwa? Huna uhakika. Kwa hiyo huna budi, lazima utekeleze sunna ili zikave na zizibe ule mwanya uliouacha katika masala na ibada za faradhi. Ndio udkhulu fi silmi kafa, msibague. Wengine akida hawataki, akida iliyo katika Qur'an na sunna hawaitaki, wana akida zao wenyewe, wana manahiji zao wenyewe huko wanazotaka wao. La, sio hivyo. Lazima tuingie katika Uislamu wote, tusiache lolote isipokuwa jambo ambalo huna uwezo nalo, jambo ambalo liko nje ya uwezo wako, naam, lakini kila unaliweza katika Uislamu lazima ulifanye. Fattaqullaha mastata'tum, lakini kubagua, haitakiwi Muislamu kubagua katika masuala ya Uislamu. Hili naliweza, hili nalipenda, hili nalipenda, nalifanya, hili silipendi, hili jambo hili mimi silipendi, silifanyi. Hapana, una khiari. Udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu wote, sio kubagua na kuchagua unalolipenda, unafuata hawa za nafsi yako. Hapana, sio hivyo. Walislamu huwa listislamu lillahi azza wa jalla bitawhid walinqiyadu lahu bitta'a walbara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Hadha ta'rifuhu al-'am. Haya ndiyo maelezo yake amu ya Uislamu.
maelezo ya Uislamu. Uislamu ni nini? Al-Islamu huwa listislamu lillahi azza wa jalla bitawhid, ni kujisalimisha kwa Allah azza wa jalla kwa kumpwekesha kwamba yeye ndiye mwenye kuabudiwa pekee kwa haki. Walistislamu lillahi azza wa jalla bitawhid walinqiyadu lahu bitaa, na kumfuata Allah kwa kumtii. Walbaraatu minashirki wa ahlihi, na kuepukana na ushirikina na washirikina. Haya ndiyo maelezo aam ya Uislamu. Maelezo ya Uislamu, taarifu ya Uislamu ni taarifu hii ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Walistislamu lillahi azza wa jalla bitawhid walinqiyadu lahu bitaa walbaraatu minashirki wa ahlihi, kuepukana na kukaa mbali na ushirikina na washirikina. Hadha taarifu al-aam, haya ndio maelezo yake ya Uislamu yaliyoenea, kama dhakarahu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa naqalahu anhu Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab fi thalathati al-usul. Taarifu hii ameitaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na kuinukuu Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah katika thalathati al-usul. Hadha huwa al-islamu bimaanahu al-aam, huu ndio Uislamu kwa maana yake yenye kuenea. Maelezo ya Uislamu, maelezo ya kamili ya Uislamu ni hii: huwa al-istislamu lillahi azza wa jalla bitawhid walinqiyadu lahu bitaa walbaraatu minashirki wa ahlihi. وهذه الخمسة هي أركانه ودعائمه، na hizi nguzo tano, hizi ndiyo nguzo tano za Uislamu. Falaisat hiya kullal islam, si kwamba zote hizi nguzo ndiyo Uislamu wote, la, bali hiya mabanihi, hizi ndiyo nguzo zake tu za Uislamu. Lakini Uislamu ni mambo mengi sana, kama fi hadithi ibn Umar al-ati qala sallallahu alaihi wasallam بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. فهذه 5 هي مبانيه أي قواعده وأساساته. hizi tano ndiyo nguzo zake, nguzo za Uislamu. Lakini Uislamu ni mambo mengi. Kuna bwana mmoja rahimahullah anambia, mimi sisikilize hutuba za Ijumaa, mimi nishasoma. Watanambia nini hawa makhatibu wanaohutubu? Kila kitu nakijua mimi, watanambia nini? Sina haja ya kusikiliza hutuba. Ikimalizika hutuba ndio naingia kwenye sala na sali sala ya Ijumaa. Ni hivyo. Namuuliza rahimahullahu ta'ala, mshafariki rahimahullah, namuuliza nini isbal katika Uislamu? Kuna kitu isbal nini? Anambia isbal ni isbal nini? Nini hukumu yake? Nini isbal na nini hukumu yake? Ni katika Uislamu mambo haya, ni katika Uislamu isbal na hukumu yake ni nini? Anambia sijui. Sasa kumbe kuna mambo huyajui. Mbona waacha kusikiliza hutuba? Kumbe kuna mambo, hili ni dogo tu, ni moja tu, lakini kuna mengi huyajui. Huwezi ukasema mimi sina haja ya kusikiliza hutuba. Naambia basi kuna isbal. Isbal ni kadha kadha kadha. Kuteremsha nguo mwanamume haifai, ikapita katika tindi za miguu miwili ni haramu, ni katika madhambi makubwa, hukumu yake ni madhambi makubwa. Naambia haya, sasa utasikiliza hutuba vipi? Huwezi kusema mambo yote wayajua. Uislamu ni mpana sana. Mimi nimesoma kidogo na kuna mambo siyajui. Aje kama mtu hajasoma kabisa, atasemaje kwamba mimi kila kitu nakijua, sina haja ya kusikiliza hutuba? Fadhakara anna al-islama 5 arkan, akataja Mtume sallam kwamba Uislamu ni nguzo 5. Wa hiya shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah
وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان الظاهرة. إذن نقول تانو ظاهر. الركن الأول الشهادتان، nguzo ya kwanza ya Uislamu ni shahada mbili. Liannahu la tughni ihdahuma anil ukhra, kwa sababu haitoshelezi moja wao kuliko nyingine. Shahadatu an la ilaha illa Allah haitoshi peke yake, lazima wa shahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Pia shahadatu anna Muhammadar Rasulullah haitoshi bila shahadati an la ilaha illa Allah. Qala falau shahida an la ilaha illa Allah, lau mtu alikiri kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa ankara anna Muhammadar Rasulullah, lakini akakanusha akakana kuwa Muhammad ni mtume wa Allah, fa innahu la tasihhu shahadatuhu, shahada yake hiyo la ilaha illa Allah haitasihi. fa innahu la tasihhu shahadatuhu an la ilaha illa Allah, haitasihi shahada yake na kukiri kwake kuwa hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wakadhalika man shahida anna Muhammadar Rasulullah wa lam ya'tarif an la ilaha illa Allah, anaikiri kwamba Muhammad ni mtume wa Allah na hajakiri kuwa hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, lam tanfa'ahu au lam tanfa'ahu shahadatuhu birrisala, haitamnufaisha kukiri kwake kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Fala budda min ash-shahadatayn jami'a, lazima shahada mbili zote, shahadatu an la ilaha illa Allah wa shahadatu anna Muhammadar Rasulullah. shahadatu an la ilaha illa Allah wa ma'naha ifradullahi bil ibada, hii kukiri kuwa hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, maana yake ni kumpwekesha Allah kwa kumwabudu. Hiyo ndio maana ya shahadati an la ilaha illa Allah. Ifradullahi bil ibada ni kumpwekesha Allah kwa kumwabudu, ndiyo maana ya shahadatu anna Muhammadar Rasul la ilaha illa Allah, shahadatu an la ilaha illa Allah, tauhidul uluhiyya. Hii ni tauhidul uluhiyya, kwamba Allah ndiyo pekee mwenye kustahiki kuabudiwa, ifradullahi bil ibada. wa shahadatu anna Muhammadar Rasulullah wa maanaha ifradun nabiyyi bilittiba' waliqtida'i alayhi salatu wassalam. maana ya shahadatu anna Muhammadar Rasulullah, maana yake ni kumpwekesha mtume kwa kumfuata alayhi salatu wassalam, liannahu muballighun anillahi jalla wa ala, sababu yeye ndiye mwenye kufikisha ujumbe kutoka kwa Allah jalla wa ala. Mtume ndiye alifikisha ujumbe wa Allah, kwa hiyo yeye ndiye wa kufuatwa. ifradun nabiyyi bilittiba' waliqtida'i alayhi salatu wassalam, liannahu muballighun anillahi jalla wa ala. فليس المراد بالشهادتين التلفظ بهما فقط، بل لا بد من العمل بهما. si muradi wa shahada mbili kuzitamka peke yake, bali lazima kuzifanyia kazi shahada hizi mbili. فليس المراد بالشهادتين التلفظ بهما فقط، si muradi wa shahada mbili, shahadati an la ilaha illa Allah wa shahadati anna Muhammadar Rasulullah, si muradi kuzitamka peke yake, bal la budda min al-amali bihima, lazima kuzitekeleza na kuzifanyia kazi maana yake na yale madhumuni yake, lazima. Kuni lazima muislamu ajue maana ya shahadati an la ilaha illallah na maana ya shahadati anna Muhammadar Rasulullah, ni lazima. Sababu kuna ubabaishaji wa wasio kwa ahli sunna wal jamaa kwa maana ya la ilaha illallah. Nini maana la ilaha illallah? La khaliqa illa Allah. Ni makosa kusema maana ya la ilaha illallah hakuna muumbaji isipokuwa Allah, hakuna mwenye kutoa riziki isipokuwa Allah. Haya ni maana ya makosa ya la ilaha illallah. maana la ilaha illallah la maabuda bihaqqin illa Allah, ifradullahi bil ibada, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki ibada
kupwekesha ibada, kumpwekeshia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayestahili kuabudiwa, tauhidul uluhiyya. Lakini ukisema hakuna muumbaji isipokuwa Allah, hii ni tauhidur rububiyya ambayo hata makafiri pia wanaikiri. Kwa hiyo sio maana la ilaha illa Allah la khaliqa illa Allah, la raziqa illa Allah. Hapana, hiyo ni tauhidur rububiyya, sio maana ya la ilaha illa Allah. Maana ya la ilaha illa Allah ni hii ifradullah bil ibada, kumwabudu Allah peke yake, la sharika la, hakuna anayeabudiwa isipokuwa yeye. Ndio maana la ilaha illa Allah. Na kusema la khaliqa illa Allah, hapana, makafiri washirikina pia wanakiri hilo. wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Makafiri washirikina wakiulizwa nani aliyeumba mbingu na ardhi, wasema ni Allah, tauhidur rububiyya. Kwa hiyo ni maana ya kimakosa kufasiri la ilaha illa Allah kwamba ni la khaliqa illa Allah, la raziqa illa Allah, ni makosa. maana yake ni hii ifradullahi bil ibada, la maabuda bihaqqin illa Allah. ndio maana la ilaha illa Allah. idhan la budda min al-amali bihima, lazima utekelezaji wa shahada hizi mbili na kutekeleza madhumuni ya shahada mbili, sio kusema peke yake lakini huna lolote unalolifanya katika Uislamu. Hapana. qala wa maana ashhadu an la ilaha illa Allah ay a'tarifu wa uqinu bi annahu la ma'buda bihaqqin illa Allah. maana ya ashhadu an la ilaha illa Allah, nakiri kuwa hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. ay a'tarifu wa uqinu, nakiri na uhakika kuwa hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. hii ndio maana ya ashhadu an la ilaha illa Allah, a'tarifu wa uqinu bi annahu la ma'buda bihaqqin illa Allah. hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. viko vinavyoabudiwa lakini ni kwa batil. kuna watu wanaabudu ng'ombe mabaniani, kuna wanaabudu masanamu, kuna wanaabudu nyoka. si kwa haki wanaabudu, lakini sio kwa haki. dhalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. hivyo wanavyoabudu badali ya Allah ni batil, si vya haki. idhan la ma'buda bihaqqin illa Allah. qala fa inna la nafiyatun liljinsi. hii la katika la ilaha, hii inakanusha jinsi, inakanusha jinsi ya mola. la ilaha, hakuna mola yoyote. ndio na la nafiyatun liljinsi. wa ilaha ismuha mabniyun maha ala alfath. la ilaha, ilaha ni ismu la, ilaha ni ismu la مبني معها على الفتح في محل نصب. إراب يا لا إله، لا نافية للجنس، إله اسم لا مبني على الفتح في محل نصب لأنه اسم لا، والخبر مقدر تقديره بحق. لا إله بحق إلا الله، لا إله بحق، هذا هو الخبر المحذوف تقديره بحق. فيكون تقدير الكلام لا إله بحق إلا الله. جو تقدير يا كلمة إلا توحيد. لا إله بحق إلا الله، hakuna mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. وليس معنى لا إله أنه ليس هناك آلهة. si maana la ilaha ni kwamba hakuna waungu. فليس المراد نفي الآلهة، si muradi wake kukanusha waungu. ولكن المراد نفي الآلهة التي هي حق. muradi ni kukanusha waungu ambao ni haki. hakuna waungu wa haki isipokuwa Allah, ndio Mungu pekee wa haki. ولكن المراد نفي الآلهة التي هي حق، وإلا فهناك آلهة كثيرة باطلة. هنا waungu wengi wa batila. فمن الناس من يعبد الشمس، kuna katika watu wanaoabudu jua, walifanya jua ndio mola wao, ndio Mungu wao. ومنهم من يعبد القمر،
kuna katika watu wanaoabudu mwezi. Wa minhum man ya'budu al-kawakib, kuna katika watu wanaoabudu nyota. Wa minhum man ya'budu ash-shajara wal-hajar, kuna katika watu wanaoabudu miti na mawe. Wa minhum man ya'budu al-amwat wal-qubur wal-adriha, na kuna katika watu wanaoabudu maiti, wanaoabudu makaburi, wal-adriha, na yale makaburi yaliyojengewa. Hatta inna minhum man ya'budu al-baqar, mpaka katika watu kuna wanaoabudu ng'ombe, kama huwa mawjudun fil Hindi, kama ilivyo kule Hindi. Watu wanaabudu ng'ombe, ng'ombe yakipita watu wote wasimama kwa kumwabudu, si kwa kumuogopa. Wasimama, magari yasimama, kwamba ni ibada ile wamwabudu ng'ombe. No, bal hunaka man ya'budu al-furuj wal'iyadhu billah, bali kuna wanaoabudu furuj, tupu za wanawake. Sikupenda, si kwamba apenda, aabudu tupu ya mwanamke. Wal'iyadhu billah, Allah tuhifadhi. Na kuna watu wengine hawana akili hivyo kiasi hicho. Kwa vile wametoka kwenye hiyo tupu, ndio waabudu hiyo tupu, kwa vile wametoka pale. Sasa hiyo tupu imeitengeneza mtu, hiyo tupu ndio iloumba. Hawana akili bwana, tupu ndio iloumba mtu. Subhanallah. Idhan falaliha kathira, waungu ni wengi wa batil, walakinna alilaha alhaqa huwa Allahu jalla wa ala, lakini mola wa haki ni Allah jalla wa ala peke yake. Qala ta'ala dhalika bi anna Allaha huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna Allaha huwa alaliyyul kabir. Hayo ni kuwa Allah ndiye wa haki, na kwamba vyote wanavyoviabudu badala ya Allah ni batil, si haki. Wa anna Allaha huwa alaliyyul kabir, na Allah ndiye aliye juu, ndiye aliye mkubwa. Wal ilahu maanahu al-ma'budu, al-ilahu maana yake ni mwenye kuabudiwa. Idhan la ilaha ay la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Fayanfi hadha kulla ma'budin bibatil, kauli hii inakanusha kila kinachoabudiwa kwa batil. Wa kullu ma siwa Allahi fahuwa ma'budun bilbatil, na kila kisichokuwa Allah hicho kinaabudiwa kwa batil. Dhalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil, hilo ni kwamba Allah ndiye haki na kwamba hivyo wanavyoviabudu badali ya Allah ni batil, sio haki. Fahadha maana shahada, hii ndio maana ya shahadati an la ilaha illa Allah. وليس تقدير الخبر موجود مثل ما يقوله بعض الناس لا إله موجود، فإن هذا غير صحيح. سيكو كديرية خبر موجود لا إله موجود، تقديري هي ثمانية مكوسة. mfano wasema baadhi ya watu la ilaha mawjudun, wanakadiria habari hiyo ya la, kwamba hakuna mola aliyepo. fa inna hadha ghairu sahih, hii si sahihi takdiri hii. Falalihatu almawjudatu kathira, waungu hao waliopo ni wengi wa batil. Kwa takdiri hii la ilaha mawjudun sio sahihi. Umeelewa? La ilaha mawjudun sio sahihi. takdiri ya sahihi ni ipi? Bihaqqin. La ilaha bihaqqin, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki. Sasa takdiri hii ya bihaqi ndio sahihi, sio la ilaha mawjudun. Qala fal alihatu almawjudatu kathira, waungu waliopo ni wengi. Ng'ombe si wapo au wanaabudiwa? Hizo tupu za wanawake si zipo? Sasa hii takdiri ya mawjudun ni takdiri ya makosa. Wa kullun ya'lamu anna an-nasa ya'buduna alihatan mutafarriqa, kila mmoja anajua kwamba watu wanaabudu waungu mbali mbali. Mundhu hadatha ash-shirku fil ardi, tangu ilipotokea ushirikina katika ardhi. Wa ila an taquma as-saa, mpaka kitakaposimama kiyama. Washirku mawjudun,
ushirikina upo, wal maabudatu mawjudatun wa kathira, na vinavyoabudiwa badali ya Allah vipo na ni vingi. Walakinna al-ilaha al-haqqa huwa Allahu azza wa jalla, lakini mola wa haki ni Allah pekee azza wa jalla. Qala ta'ala, wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah, na yeye Allah ndiye ambaye huko mbinguni ilah ni mola, na hapa ardhini pia ni mola. Fallahu subhanahu wa ta'ala lahul uluhiyatul haqqa, Allah subhanahu wa ta'ala ana uungu wa haki. Wa amma ma adaha fa uluhiyatuhu batila, kisichokuwa Allah uungu wake na umola wake ni batila. Wa maabudun bighairi haqqin, na kinaabudiwa bila ya haki kisichokuwa Allah. Fahadha maana la ilaha illa Allah, hii ndio maana la ilaha illa Allah. Wa hadha i'rabuha inda almuhaqqiqin min ahli al-lugha, na hii ndio i'rabu yake kwa wale wahakiki wa watu wa lugha, ndio i'rabu ya la ilaha illa Allah. Naktafi bihadha alqadr, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.